Pamba yalikuwa mawili tu kwenye mchezo wa leo, lakini mashuti ambayo hayakulenga lango kwa upande wa Simba yalikuwa mashuti 4, lakini mashuti ambayo hayakulenga lango kwa upande wa Pamba yalikuwa mashuti 1. Kona, Simba walipiga kona 4 kwenye mchezo wa leo, wakati huo Pamba Jiji walipiga kona 2. Possession, hali ya umilikaji wa mpira au ule utawala wa mpira, Simba walimiliki mpira kwa 68%, wakati huo Pamba Jiji walimiliki mpira kwa 32%. Pasi, Simba walipiga pasi 587, wakati huo Pamba Jiji walipiga pasi 281. Close, Simba walipiga close 11, Pamba walipiga close 3. Wakati huo kadi za njano, Simba walipata kadi 1, Pamba walipata kadi 4. Nyekundu ilitoka moja kwa upande wa Pamba kwenye mchezo wa leo, na ndio ilikuwa ni hiyo. Interception, Simba walifanya interception 16, wakati huo Pamba walifanya interception 14. Tackles 10 kwa Simba, 11 kwa upande wa Pamba Jiji. Clearance, Simba walifanya clearance 2, wakati huo Pamba walifanya clearance 7. Aerial battles won, kushinda mapambano ya juu, Simba walishinda mapambano 3, wakati huo Pamba walishinda mapambano 6. Blocks ilikuwa ni 1 kwa upande wa Pamba, lakini Simba Simba walifanya block 1, Pamba walifanya blocks 6. Goal kick 11 kwa Pamba, 3 kwa Simba. Kona za kurusha, Simba walirusha kona 13, wakati huo Pamba Jiji walirusha kona 16. Hiyo ni analysis ya mchezo wa Simba na Pamba Jiji kwenye upande wa takwimu au kwenye upande wa numbers. Mara nyingi tunapenda kusema statistical analysis. Musa Mtewele, nikianza na wewe, ndani ya dakika 90 nini ambacho kimewafanya Pamba wapoteze mchezo wa leo kwa kufungwa idadi kubwa ya magoli ambayo ni magoli 5 kwa 1? Ishu kubwa ilikuwa ni nidhamu ya mchezo. Yani Pamba hawakuwa na nidhamu nzuri ya mchezo siku hii ya leo dhidi ya Simba Sports Club. Nadhani walijaribu, inawezekana sio tu kwamba nidhamu walikosa kwa sababu ya wao kutokuwa kuwadharau Simba, inawezekana pia kwa sababu walizidiwa kwa asilimia kubwa. Umetaja hapo takwimu kwa ukubwa sana, lakini ukija kufuatilia goalkeeper wa Pamba leo ameweza kufanya save 2 tu katika dakika 90, wakati goalkeeper wa Simba Sports Club yeye akifanya save 1 tu. Namzungumzia hao wote ni kina Kamara Kamara kwa upande wa Pamba, Kamara kwa upande wa na wote walikuwa Oroya. Yes. Huyu goalkeeper ndo alifungwa 7-6. Huyu kipindi kile Simba wameshinda magoli I think alikuwa 7 dhidi ya Oroya. Sawa, ukiangalia sasa hayo mazingira, kwa nini nimesema kwamba Pamba leo walikuwa walizidiwa kwa asilimia kubwa na wao walishindwa kumheshimu Simba, ni kwa sababu kuna moments ambazo walikuwa wepesi sana kupoteza mipira. Sasa unapocheza na timu yenye aiba ya Simba Sports Club, unapopoteza mipira manake wewe ndio unampatia kwamba njoo nishambulie, yani unamruhusu aje kushambulia. Kwa wanapokuja kushambulia unakuwa umempunguzia mzigo wa kukaba kwa asilimia kubwa, manake yeye atacheza sana upande wako kwa sababu wewe unapoteza mpira kiwepesi. Kwa hiyo yeye hana haja ya kutumia nguvu kuchukua mpira kutoka kwako na kuja kuadhibu. Kwa hiyo Pamba Jiji wenyewe leo hawakuwa na nidhamu ya kiuchezaji, na nidhamu ya kucheza sio tu lazima ukae tu nyuma kudefend, no, ni kuwa punctual kwenye matukio ambayo unacheza kwenye zile R3 ambazo mara nyingi wanapenda kuzungumza. Nazungumzia receive, retain na release, kwa maana ya uweze kuwa na uwezo mkubwa sana wa kupokea mpira, uweze kuwa na uwezo mkubwa sana wa kuretain, kwa maana ya kutunza mpira, lakini pia ku release pale unapoachia, unapoenda kufanya passing, kwa sababu football it's all about R3. Yani kama hakuna hizi R3 kwenye mpira wa miguu, basi hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya ama kukizungumza kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo Pamba leo kwenye zile R3 ama kwenye ile issue ya 3 Rs walikuwa poor kwa asilimia kubwa. Na toa credits kubwa sana kwa James Wilson Mwashinga kwenye eneo la midfield, ambaye ndo alivalia kitambaa cha unahodha siku hii ya leo.
aliweza kuonyesha utofauti. Yes, kuna viungo wa kimataifa ambao kwenye kikosi cha Simba, kuna viungo wa kimataifa ambao wapo kwenye kikosi cha Pamba, lakini bado alikuwa na game nzuri sana dhidi ya hao viungo ambao walikuwa wazuri. Yes, mtu anasema mbona timu imepoteza, wametawaliwa. Kwenye football tukibase sana kwenye numbers tunaweza tukajikuta tunajifunga na tusione kitu kikubwa sana, lakini kwa James Wilson Mwashinga tumeona energy yake, tumeona work rate yake ambayo alikuwa anaitoa siku hii ya leo. Kwa mimi James Wilson Mwashinga kwa upande wa Pamba Jiji alikuwa na game nzuri sana, na naweza kusema pia squad selection kwa upande wa Minziro siku hii ya leo inaweza kama imemgharimu kwa asilimia kubwa. Goalkeeper namba 1 kwa upande wa Pamba Jiji tunajua ni Yona Amos Mwakijojo. Leo hajaonekana kwenye kikosi. Si maanishi kwamba angekuepo pengine asingefungwa, lakini huyu ndo goalkeeper ambaye anaongoza kwa saves kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, 65 plus saves. Sio idadi ndogo ya save ambazo amekuwa nazo. Lakini pia ni national team material Yona Amos Mwakijojo. Unaachaje kumweka kwenye game ambayo unaamini unahitaji ubora wa kila mchezaji? Manake kuna namna ambavyo pia kajikaanga mwenyewe Fred Felix Minziro pasi kumkosea heshima kwenye squad selection siku hii ya leo. Lakini Mtewele hapo unafikiri kwa nini hajacheza? Sasa hapo kuwa na majibu kamili kwa nini hajacheza, wote tunaweza tusio na majibu, kwa sababu wanaofanya maamuzi ya kumpanga mchezaji almost ni benchi la ufundi. Kuna goalkeeping coach ambao ni Shaban Kado kwa upande wa Pamba Jiji, na kuna head coach ambaye ni Fred Felix Minziro, lakini pia kuko na tunamuita master ambaye ndio msaidizi wa Fred Felix Minziro. Wote hawa pengine walikawa kashauriana akaona anastahili kuanza Kamara, lakini nadhani Kamara ameenda kuavua nguo hadharani, kwa sababu yes, Amos pia aliwahi kucheza mechi ambayo aliruhusu magoli mengi, lakini kwenye game moja kwa Yona Amos kufanya saves zaidi ya 5 ni kitu cha kawaida. Kwa pengine mimi naamini pengine rate ya magoli ingepungua kwa namna ambavyo goalkeeper amecheza siku ya leo. Mtewele, mimi na inawezekana ni mtu ambaye anaheshimu sana maamuzi ya coaches, kwa sababu wao ndo wanakuwa kwenye mara nyingi kwenye session za mazoezi, lakini kwa Yona Amos namna ambavyo tunamfahamu, namna ambavyo amekuwa ni moja ya makipa ambao wamekuwa na kiwango bora kabisa. Nafikiri mara mwisho niliangalia kwenye statistics alikuwa ni moja ya magolikipa ambao wana saves nyingi msimu huu. Sio tu mmoja, alikuwa anaongoza. Lakini clean sheet pia. Ukitaja magolikipa ambao wana clean sheet nyingi, ana clean sheet 8. Yes. 8. Kwa hiyo nafikiri kukosekana kwake leo kwa namna moja ama nyingine kwa kiasi kikubwa kumewafanya Pamba kutokuwa salama kabisa kwenye lile eneo la goalkeeping. Lakini nikisalia hapo kwako Mtewele, wakati huo Mlanjiza akijiandaa kutoa pia tactical opinion yake kwenye mchezo wa leo, ukiachana na performance ya Pamba kwa upande wa eneo la goalkeeping, lakini kipindi cha kwanza ambacho ni zile dakika 45 za kipindi cha kwanza, Pamba hakupiga shuti hata moja ambalo ni on target. Pamba hakupiga shuti hata moja ambalo ni off target. Nataka niamini kupitia maoni yako kwamba tukiachana na ubora wa Simba, ligi yetu ya Tanzania bado Simba na Yanga inacheza na timu nyingi ambazo quality zake ni za chini sana. Ya, huo ndo uhalisia. Yaani ukiangalia namna ambavyo Pamba amecheza siku ya leo, then uje umwambie mtu kwamba hii ilikuwa ni mechi ya ligi ya 5 kwa bora barani Afrika, anabaki anakushangaa, kwa sababu ilikuwa ni timu moja dhidi ya timu nyingine. Yaani ilikuwa ni timu moja dhidi ya timu yenyewe, kwa maana ili Pamba wapate matokeo, basi ni Simba wao wenyewe waweze kuzembea. Lakini all in all ulikuwa uone nafasi yoyote mpaka pale ambapo Tegis Momanyi ambapo alienda kulifunga lile goli. Kwa hiyo mazingira unaona kabisa kwamba timu zetu ambazo zinaenda kucheza dhidi ya hizi Simba, Yanga, lazima ziwe na juhudi kubwa, ziongeze juhudi, zipull up socks ili tusiendelee kuaibika kwa haya mazingira, kwa sababu kufungwa goli 5 kwangu mimi na item kama ni aibu. Yaani kwa namna ambavyo Pamba Mtewele, jamani, mnamsikia? Yes, kwa namna anasema Pamba kufungwa goli 5 na Simba ni aibu.
Yes, kuna mtu ya anakuja taifa. kuna Yani